Msikilizaji wangu wa Light Simulizi, tulipoishia katika sehemu ya 4 ni pale binti Lauren alikuwa anasema kwamba nilikuwa nasikia tu kwa watu mapenzi ni matamu, ila sasa ndo nimethibitisha kauli yao. Kumbe ni kweli mapenzi matamu, lakini ni pale tu unapompata mtu unayefeel ni real. Kaka Owen, nakupenda sana mimi, indeed nakupenda sana Maimi. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa penzi jipya kati ya Owen na Lauren, lakini bado waliamua kufanya siri na kusubiri wakati sahihi wa kulipua bomu ufike. Ni matumaini yangu ni mzima wa afya kabisa, mpenzi msikilizaji wa Light Simulizi, na naamini mishe zako zinakwenda poa kabisa. Nikukaribisha katika sehemu ya 5 ya kibao chetu pendwa kabisa hiki cha My Valentine, ama unaweza kaita kipenzi changu. Karibu sana tukaweze kusonga mbele, tuweze kujua ni nini ambacho kilijiri katika simulizi hii yetu pendwa kabisa. Basi na kusahau mwandishi wa simulizi hii ni Mr. Harry D'Souza, ama unaweza kumuita Silent Killer. Mimi naitwa Trishi. Karibu sana. Habari mpya mjini ilikuwa ni ndoa ya Mr. Robson James pamoja na Madam Diana Kelvin. Wazazi wa pande zote mbili walifanya maandalizi kikamilifu kabisa kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa ili kufanikisha harusi ya vijana wao. Kadi za ndoa zilisambaa kwa ndugu na marafiki wa familia hizo. Kule kwenye kampuni ya kina Diana, wafanyakazi waliandaa zawadi nyingi kwa ajili ya kumpa Diana siku yake ya harusi. Familia ya Mr. James na familia ya Mr. J Kelvin zilipania kweli kufanya kufuru ya pesa kuelekea harusi ya vijana wao. Kila mtu alikuwa anasubiri kwa hamu sana harusi hiyo. Madam siku azigande, hatimaye ile siku ikafika. Ilikuwa ni siku ya kipekee kabisa kwa Robson na mwanadada Diana kuweza kufunga pingu za maisha. Watu wengi walikwenda katika kanisa la Katoliki kushuhudia wapendanao hawa wakihalalisha mahusiano yao kwa maandiko matakatifu yenye saini ya Muumba wa mbingu na ardhi. Familia nzima ya Mr. James na Mr. J Kelvin zilikuwa ndani ya kanisa kushuhudia harusi hiyo. Lauren pia alikuwa mmoja wa watu waliokuwa ndani ya kanisa hilo. Muda sahihi ulipowadia, sauti ya kiongozi wa kanisa aliyekuwa na dhamana ya kufungisha ndoa ilisikika ikisema, Bwana Robson James, je, upo tayari kumuoa Bi Diana Kelvin? Kiongozi wa kanisa alimuuliza Robson swali hilo. Robson alimtizama Diana kwa tabasamu pana, kisha akajibu kauli ya kiongozi wa kanisa kwa kusema, ndio, nipo tayari kumuoa Bi Diana Kelvin. Kufuatia kauli hiyo ya Robson kukubali kumuoa Diana, watu walifurahi sana ndani ya kanisa. Bi Diana Kelvin, je, upo tayari kuolewa na Bwana Robson James? Kiongozi wa kanisa alimgeukia Diana na kumuuliza swali lile alilomuuliza Robson. Swali la kiongozi wa kanisa lilimfanya Diana ashtuke sana, kana kwamba taarifa ya kufunga ndoa alikuwa haijui. Diana alishtuka baada ya kusikia jina la Robson James likitajwa kama ndo mtu anayetaka kumuoa. Kiukweli kabisa swali lile lilimfanya awaze mbali sana. Alijikuta anaanza kukumbuka matukio kadhaa ya nyuma aliyopitia kwenye maisha yake ya mahusiano. Alikumbuka siku moja akiwa na Owen nchini Marekani, walikuwa wanaigiza sauti za viongozi wa kanisa kuulizana swali kama lile aliloulizwa na kiongozi wa kanisa. Bwana, mniache basi, usinichekeshe baba, nijibu swali hata kama siwezi kuongezea sauti ya kiume. Yeye natamani nisicheke, lakini najikuta tunacheka. Ujue na vituko sana Diana, bora utumie tu sauti yako kuniuliza hilo swali kuliko kulazimisha sauti ya kiume. Sawa, natumia sauti yangu, nijibu sasa mume wangu. Sawa, anza basi kuniuliza pasta wa mchongo. Okay, Bwana Owen James, upo tayari kumuoa Bi Diana Kelvin? Ndio, nipo tayari kumuoa Bi Diana Kelvin. Yaani wewe unavokaza sura utadhani nimelazimishwa kuoa.
Kwa hiyo siku ya ndoa yetu ndo utanikazia sura hivyo jamani? Sasa unataka niremboka mimi ndo biharusi? Hiyo ni kazi yako mtoto wa kike. Kwanza nizamia yako, ngoja nikuulize swali na wewe. Haya, uliza nikuoneshe namna mtoto wa kike mie nitakavyokuwa siku ya harusi yetu. Okay, Bi Diana Kelvin, je, upo tayari kuolewa na bwana Owen James? Ndiyo, nipo tayari kuolewa na bwana Owen James kwa shida na raha. Diana mpenzi wangu, kiukweli kabisa naisubiri sana hiyo siku. Nataka kufunga pingu za maisha na wewe Diana. Nataka kuzeeka na kufa na wewe tu Diana. Hiyo ilikuwa ni kumbukumbu ya siku za nyuma za mahusiano kati ya Owen na Diana. Wakati Diana anawaza hivyo, hata Owen naye alikuwa anawaza vile vile. Diana aliangaza macho kule walipokuwa wamekaa watu, akafanikiwa kumwona Owen. Muda wote Owen alikuwa anamtizama Diana, na hapo wakajikuta anakutanisha nyuso zao. Diana alijikuta anatokwa na machozi tu kila alipomtizama Owen. Kitendo cha Diana kushindwa kujibu swali la kiongozi wa kanisa kiliwachanganya mno watu. Kila mtu alishindwa kujua ni kwa nini Diana ameshindwa kujibu lile swali. Sio wazazi wa Robson ambaye walielewa kilichokuwa kinamsibu Diana. Walishangaa tu kuona machozi yakimtereleka huku akiwa ametupa macho kule walipokaa watu. Hawakujua kwa nini amekuwa vile wakati ile ndoa aliridhia kutoka moyoni. Hata kwenye maandalizi ile ndoa alishiriki kwa asilimia zote. Hata marafiki zake pamoja na wafanyakazi wenzake aliwaalika yeye mwenyewe, akiwa na furaha isiyo kifani. Wazazi, ndugu, jamaa na marafiki walishangaa kuona Diana hana furaha ya ndoa kwenye sekunde za mwisho kabisa. Pengine ni Owen tu ndo alikuwa anajua sababu ya Diana kuwa vile. Bi Diana Kelvin, upo tayari kuolewa na bwana Robson James? Kiongozi wa kanisa alimuuliza Diana kwa mara ya pili, baada ya kuona Diana ameshindwa kujibu swali la awali. Baada ya kiongozi wa kanisa kumuuliza Diana swali lile kwa mara ya pili, ndipo Diana akashtuka kutoka kwenye dimbwi la mawazo na kukumbuka kwamba yupo kanisani kwa ajili ya kuolewa. Alitazama mbele yake, akamwona Robson akiwa ndani ya suti nzuri, na pengine ndo alikuwa mwanaume aliyependeza kuliko wanaume wote pale kanisani. Diana aliwatizama wazazi wake, akajua kabisa nini wazazi wake wanachokitaka. Mtoto wa kike alifumba macho kisha akafumbua na kusema, ndiyo, nimekubali kuolewa na bwana Robson James kwa shida na raha. Diana alizungumza kauli hiyo kwa sauti ya chini kabisa, akijibu swali la kiongozi wa kanisa. Ilibidi kiongozi wa kanisa amuulize Diana kwa mara nyingine ili kuthibitisha jibu lile alilolitoa. Mara tatu Diana alipoulizwa alijibu kwa sauti ya juu kwamba amekubali kuolewa na Mr. Robson. Watu walifurahi sana ndani ya kanisa, hata Owen pia alionyesha kufurahi kwa kuwa kaka yake alipata mke. Lakini akiwa kama binadamu aliyeumbwa na moyo wa nyama, alijikuta anaumia kwa kiasi fulani. Aliumia kwa kuwa alishuhudia kwa macho yake ndoa ya mwanamke aliyewahi kumpenda na kudhania kwamba angekuja kuwa mke wake. Licha ya kwamba aliumia, lakini maumivu yale hayakumuathiri kabisa, kwani tayari alikuwa kashapata tiba sahihi ndani ya moyo wake. Tiba yenyewe ni mwanadada Lauren ambaye alikaa pembeni yake kwa wakati ule. Hatimaye kiongozi wa kanisa aliwafunga pingu za maisha bwana Robson na Bi Diana na kuambia kwamba wapo kwenye hatima na kitu pekee kinachoweza kuwatenganisha ni kifo tu. Ni rasmi sasa, zile ndoto za Owen na Diana zilizikwa mazima. Zile ahadi zote walizopanga kutimiziana zilibaki tu kwenye vitabu vya kumbukumbu za hadithi na za kusadikika. Diana alifunga ndoa ile kwa maumivu mno, kwani zile ahadi alizoziwekaga na Owen zilikuwa zinamfunga vifundo ndani ya moyo wake. Kwa kuwa Owen hakuwa chanzo cha kuachana na Diana, alijikuta tu hana kifundo chochote moyoni wala kuwa na mgogoro wa nafsi. Roho yake ilikuwa nyeupe kabisa kwa sababu hakuwa na kitu cha kujilaumu baada ya kuyeyuka kwa ahadi zake kwa Diana. Kwa moyo mkunjufu kabisa Owen alikubali na kuifurahia ndoa kaka yake na Diana. Mtaalamu
Alimtizama Diana kisha akajisemea tu moyoni, Diana, nitajitahidi kuitunza siri yangu ili kulinda heshima ya ndoa yako. Hata nikisema nimwambie kaka, bado sijui nitaanzia mstari gani ili anielewe. Bado sipati picha itakuwaje kuhusu ndoa yenu. Vipi kaka ataniruhusu kuja kwenu kuona familia? Kwa sasa nimechelewa, itabidi tu nibaki nalo moyoni mpaka nitakapoingia kaburini. Lakini Diana, I thought and I expect you could be my wife, but the history chose a different path. I wish you all the best. Owen alijisemea moyoni maneno hayo na kumalizia kwa maneno ya Kiingereza. Yalikuwa na maana kwamba alifikiria na kutarajia kwamba Diana angekuja kuwa mke wake, lakini historia imechagua njia tofauti. Yote kwa yote, anamtakia kila laheri kwenye maisha yake. Pale kanisani shughuli ilimalizika mapema tu. Wanandoa pamoja na marafiki waliojitokeza walielekea ukumbini ambako sherehe ilipangwa kufanyika. Liliandaliwa bonge moja la tafrija ndani ya ukumbi mmoja mkubwa na maarufu zaidi ndani ya jiji. Ndani ya ukumbi kulikuwa na watu wenye nyadhifa zao tofauti tofauti, kuanzia serikalini mpaka uraiani. Mr. James aliwaalika viongozi wenzake wa siasa. Mr. J. Kelvin aliwaalika wafanyabiashara wenzake. Robson naye aliwaalika marafiki zake, na Diana pia aliwaalika wafanyakazi wenzake pamoja na marafiki zake aliyokuwa anasoma nao. Sherehe ilihudhuriwa na mamia ya watu. Juliet alikuwa miongoni mwa watu waliopata mwaliko wa kuhudhuria sherehe ile. Mama yake Owen ndo alimpa mwaliko Juliet, na lengo lake lilikuwa ni kufanya Juliet awe karibu na Owen ile siku. Lakini pia familia nzima ya Mr. James ilikuwa ndani ya ukumbi. Ni Lauren na Munira tu ndo walibaki nyumbani baada ya kuzuiliwa kwenda ukumbini. Walizuiliwa kuhudhuria kwa sababu hadhi zao zilikuwa ndogo na sherehe ilikuwa maalum kwa ajili ya watu wenye hadhi zao kubwa kubwa nchini. Swala lile halikumfurahisha kabisa Owen. Alichokifanya ni kurudi nyumbani wakati sherehe inaendelea, na alipofika aliwaambia Lauren na Munira wajiandae kisha waende wote kwenye ile sherehe. Ilikuwa vigumu sana kwa Lauren na Munira kukubaliana na Owen kwa kuhofia kuvunja amri ya mama mwenye nyumba ambaye aliwazuia kutoka. Lakini mwisho kabisa walikubali kuongozana na Owen mpaka kwenye ukumbi wa sherehe. Mama Owen alichukia sana kumwona Lauren na Munira pale ukumbini. Alijua kabisa Owen ndo aliwapeleka pale vijakazi wake. Ilibidi tu mama awe mpole wakati ule ili asiharibu sherehe ya mwanae. Alichokifanya ni kumfuata Owen na kumwambia akae karibu na Juliet ili ampe company. Owen alimjibu mama yake kwamba hahitaji company yote ile pale ukumbini zaidi ya Lauren. Sio Juliet tu ndio alihitaji company ya Owen. Hata baadhi ya wafanyakazi wa kike kwenye ile kampuni aliyekuwa anafanya kazi walitaka company ya Owen ile siku. Miongoni mwa wadada hao ni Salma na Linda. Kumbe ule mpango wa Owen kwenda kumchukua Lauren na Munira ulikuwa ni kwa ajili ya kuwakwepa wanawake walikuwa wanataka kampani yake. Zawadi mbalimbali zilitolewa kwa wanandoa siku hiyo. Mr. and Mrs. Robson walikusanya mali na pesa nyingi sana kutoka kwa ndugu, jamaa na marafiki. Mr. James aliwazawadia wanandoa gari la kutembelea, huku Mr. J. Kelvin akiwapatia zawadi ya nyumba ya kuishi. Watu walifanya kufuru ya pesa pale ukumbini. Owen alitoa zawadi ya maua kwa shemeji yake Diana, ambaye alikuwa mpenzi wake hapo awali. Diana alijikuta anapokea maua yale kwa uchungu sana moyoni. Tukio hilo lilimtonesha kidonda kwa mara nyingine, kwa namna hali ya Diana ilivyokuwa inabadilika kila alipokuwa anamtizama Owen. Robson alikuwa anapata mashaka kidogo. Mara kadhaa alishuhudia hali hiyo, lakini alishindwa kuelewa sababu ilikuwa ni nini haswa. Baada ya Owen kumkabidhi Diana maua, alimgeukia Robson na kumkabidhi zawadi ya saa moja ya dhahabu. Zoezi la kutoa zawadi lilifungwa na ratiba zingine zikafuata pale ukumbini. Kwa hakika siku hiyo watu walikula, wakanywa kadri wawezavyo na kufurahia burudani ya muziki laini kabisa. Watu walikaa kwenye meza kulingana na mahusiano waliokuwa nayo. Kuna watu walikaa kifamilia, kuna watu walikaa kulingana na urafiki wao,
na kuna watu walikaa kulingana na uchumba na ndoa zao. Kiufupi, kila mtu alikuwa na kampani yake. Hakuna aliyekuwa kwenye meza peke yake. Meza nyingi zilitapakaa pombe, huku meza chache tu ndo zilikuwa na vinywaji visivyokuwa vya kilevi. Kulikuwa na meza za watu 2, 4 mpaka watu 10, wakati Juliet anahangaika kumtafuta Owen ili wakae meza moja. Alijikuta tayari amechelewa. Owen alikuwa amekaa na Lauren kwenye meza ya watu 2 tu. Juliet aliumia sana kuona hilo tukio, lakini pia wazazi wa Owen hawakufurahishwa kabisa na kitendo kile. Walitamani kuchafua hali ya hewa, lakini wakahofia kuharibu sherehe. Ilibidi tu waache mambo kama yalivyo. Juliet alikwenda kujichanganya kwenye meza moja ilikuwa na wafanyakazi wa kampuni alikuwa anafanya kazi Owen. Aliketi hapo na kina Mr. Kismat, kisha akaanza kunywa pombe kwa hasira. Kwa hakika siku hiyo watu walikunywa pombe kadri dakika zilivyokuwa zinakwenda, ndivyo watu walivyokuwa wanalewa. Lakini sasa wakati watu wanaendelea kunywa pombe, ghafla mfanyakazi mmoja wa kampuni alikuwa anafanya kazi na Owen alishtuka baada ya kumwona Owen na Lauren. Kilichomshtua ni baada ya kuona sura ya Lauren akiwa pale ukumbini. Jamaa alimtazama Lauren mara mbili ili kujithibitishia kama ni yeye anayemkusudia au kamfananisha. Alimtazama bila kupepesa macho, kisha akaanza kukumbuka tukio fulani ambalo lilitokea nyuma kati yake na mtoto wa kike. Kumbukumbu zake zilimpeleka mpaka kwenye ile danguro la makahaba. Alikumbuka kwamba alikuwa mteja mkubwa sana wa binti Lauren. Ilikuwa kila akienda kwenye ile danguro ni lazima amnunue Lauren tu. Zile siku alizokuwa anachelewa na kukuta Lauren amempata mteja mwingine, jamaa alikuwa anaondoka huku akiwa amechukia sana. Baada ya Lauren kuondoka kwenye ile danguro, hata wenzake nao waliacha ile kazi na kuanza kufanya biashara ndogo ndogo. Hivyo danguro lilifungwa. Yule jamaa aliendelea kutembelea kwenye ile danguro kwa zaidi ya wiki 2 kwa ajili ya kumtafuta Lauren. Kila alipokwenda hakuwaona tena wale makahaba. Lengo la jamaa lilikuwa ni kuonana na Lauren ili amnunue moja kwa moja kwa matumizi yake binafsi. Kiukweli kabisa alikolezwa mazima na penzi la mtoto wa kike. Baada ya kumtafuta Lauren kwa muda mrefu, hatimaye alikata tamaa ya kumpata. Kwa hakika ilikuwa ni bahati sasa upande wake kuonana tena na Lauren pale ukumbini. Nipo sahihi, ndo yeye mwenyewe. Yule jamaa alijisemea moyoni maneno hayo, kisha akainuka kwenye kiti na kuanza kupiga hatua kuelekea kwenye meza aliyokuwa Owen na Lauren. Alipofika tu, Lauren alishtuka mara baada ya kumwona jamaa. Bila shaka unanikumbuka mrembo. Jamaa aliongea kauli hiyo huku akiwa anamtazama Lauren. Oya Sule, mbona unafika sehemu na kuanza kuwavamia watu bila kutoa salamu? Owen alizungumza kauli hiyo kwa yule jamaa aliyemfahamu mpaka jina lake. Alimfahamu kwa kuwa wote walikuwa wanafanya kazi kwenye kampuni moja. Tulia Owen, nazungumza na huyu demu. Kwa hiyo wewe kaa kimya. Sule, naona leo umekunywa pombe nyingi sana. Fanya utaratibu uende nyumbani kwako ukapumzike. Owen, nisikilize. Mimi sijalewa kama unavyofikiria wewe. Yaani hapa nipo very understanding kwa kila kitu na kila mtu aliyekuwa mbele yangu. Naelewa nini ninachokifanya. Huyu mwanamke ndo namhitaji mimi. Nimetumia muda mrefu sana kumtafuta. Mr. Sule aliongea kauli hiyo. Lauren, unamjua huyu jamaa? Owen alimuuliza Lauren. Hapana, simfahamu kabisa, Lauren alijibu. Wewe malaya, unifahamu mimi? Kwa hiyo hunifahamu kisa upo na mteja mwingine? Mr. Sule alimuuliza Lauren kwa hasira. Mr. Sule, chunga maneno yako. Tafadhali, binti kashasema hakufahamu wala hakujui, kwa hiyo ondoka tu kistaarabu. Tusiharibiane starehe. Sikiliza Owen, huyu demu ananifahamu vizuri sana, ila ananikana ili kuficha maovu yake. Ngoja nikwambie kitu. Kama unahisi umepata demu, basi umepotea kabisa ndugu yangu. Huyo demu ni malaya, tena wa kujiuza barabarani. Achana na huyo demu, Mister. Mimi nakwambia hivyo kwa sababu namfahamu vyema na nataka kukuonesha ushahidi wa picha kwenye simu yangu. Mr. Sule alizungumza kauli hiyo kwa sauti ya juu na kufanya baadhi ya watu kusikia.
Kauli ya Mr. Sule ilimshtua sana Owen na Lauren. Ile siri ya Lauren kuwa kahaba hatimaye ilikuwa ukingoni kufichuka. Bado Mr. Sule alitaka kuonesha uthibitisho juu ya kauli yake, ila Owen aliona ni bora afanye jambo ili kuzuia fedheha ilikuwa inafuata. Pale pale Owen aliinuka na kumpiga teke Mr. Sule kwenye ule mkono aloshika simu. Lengo lilikuwa ni kudondosha simu ili iharibike, na kweli simu ilidondoka. Kwa hasira Owen alimkwida shingoni Mr. Sule na kumwambia aache kufuatilia mambo yasiyomhusu. Watu walisogea karibu na kumtaka Owen amwachie Mr. Sule. Owen alimwacha Sule kwa kumsukuma na kumdondosha chini. Kwa hasira watu wote ndani ya ukumbi walishangaa sana juu ya ule ugomvi. Kila mtu alitaka kujua chanzo cha ule ugomvi. Mr. Sule aliinuliwa chini na rafiki yake Mr. Kismat, kisha akarudishwa kwenye meza alikuwa awali. Owen naye alirudi kuketi mahala alipokuwa amekaa na Lauren tangu mwanzo. Wazazi wa Owen walimfuata kijana wao na kumuuliza sababu ya ule mgogoro. Kule kwenye meza alikuwa Mr. Sule na wafanyakazi wenzake. Mambo yalishaanza kuharibika. Mr. Sule alipoulizwa kuhusu chanzo cha ugomvi, alieleza kila kitu kuhusu Lauren. Alikosa tu ushahidi wa picha kwa kuwa simu yake iligoma kuwaka. Ile story ya Mr. Sule, Juliet alisikia vyema pale pale kwenye meza walikuwa wamekaa. Story ya Lauren kuwa kahaba haikuwashtua kabisa kina Mr. Kismat, Salma, Linda na wafanyakazi wengine. Lakini sasa kilichokuja kutingisha vichwa vya watu ni baada ya Juliet kuambia kwamba huyo kahaba ndo mwanamke anayependwa na Owen. Hapo sasa kila mtu alipata shauku ya kumharibia Owen. Kwanza kabisa Linda na Salma walikuwa wanampenda Owen, hivyo ile taarifa ya Owen kuwa na mahusiano na Lauren iliwaumiza. Pili, Mr. Kismat alikuwa anamchukia sana Owen kwa kuwa alikuwa anapendwa na Linda ambaye ni mpenzi wake. Lakini pia baadhi ya wafanyakazi waliozima nyota zao baada ya ujio wa Owen kwenye kampuni waliona ile ndo ilikuwa fursa ya kumharibia Owen. Kila mtu alikuwa anasubiri simu ya Mr. Sule iwake ili waanze kusambaza picha chafu za mchumba Owen. Juliet alimwambia Mr. Sule akawaeleza wazazi wa Owen swala lile bila kupoteza muda. Mr. Sule kwa kuwa alikuwa na hasira za kupigwa na kuharibiwa simu yake ya gharama, aliona ni bora akamueleze Mr. James ukweli wote. Alitupa macho akamwona Mr. James na mkewe wanazungumza na Owen pamoja na Lauren. Muda ule jamaa akaenda pale pale kwa lengo la kufichua siri ya Lauren kwa wazazi wa Owen. Wazee wangu, kwanza kabisa naomba mnisamehe kwa kusababisha fujo kwenye sherehe ya kijana wenu Robson. Kuna kitu kikubwa sana kipo nyuma ya mgogoro uliotokea. Halikuwa lengo langu kusababisha fujo, lakini nilikuwa namuokoa kijana wenu dhidi ya huyo binti. Nyie hamfahamu vizuri huyu mwanamke, ila mimi ndo namjua vyema kabisa. Kwa hekima na taadhima, naomba mnipe idhini ya kuwaeleza uchafu wa huyu mwanamke. Mr. Sule alizungumza kauli hiyo kwenda kwa wazazi wa Owen. Kauli ya Mr. Sule ilitetemesha viungo vyote vya mwili wa Owen na Lauren wake. Pengine ni muujiza tu ya Mungu ndio ilikuwa inahitajika ili kuficha siri ya Lauren dhidi ya wazazi wa Owen. Lakini mpaka kufika dakika zile, Lauren alikuwa anawaza tu namna ya kwenda kuanza maisha mapya mtaani. Kauli ya Mr. Sule haikumtingisha tu Owen na Lauren, bali hata Mr. James na mkewe walitingishika vilivyo. Walijikuta wanapata shauku kutaka kujua kilichopo nyuma ya pazia kumhusu Lauren. Siku zote walikuwa wanaishi naye, lakini hawakuwahi kabisa kujua maisha yake ya nyuma. Walikuwa wanaona tu wema, unyenyekevu na ukarimu wa binti huyo. Sasa walimpata mtu ambaye alitaka kuambia yale yalojificha nyuma ya Lauren. Kijana, kwanza kabisa na kushukuru kwa kutaka kutujuza mimi na mke wangu yale tusiyojua kuhusu huyo binti. Kwa sasa naomba unipatie business card yako ili nikutafute tuongee baada ya kumaliza hii sherehe. Mr. James alizungumza kauli hiyo kufuatilia taarifa ya Mr. Sule. Mzee wangu, simu yangu imevunjwa na kijana wako Owen kwenye ugomvi uliotokea muda mchache uliopita. Owen amevunja kwa makusudi ili nisitoe ushahidi wa maovu ya huyu mwanamke. Nahisi kabisa hata Owen anafahamu kila kitu kuhusu huyu mwanamke.
Mr. Sule aliongea kauli hiyo. Sasa nitakupataje kijana wangu? Nahitaji uniambie kila kitu. Ila kwa sasa tumalize kwanza sherehe. Usijali mzee wangu, mimi nitakusubiri kwenye parking ya magari hapo nje baada ya sherehe kumalizika. Hayo yalikuwa mazungumzo mafupi kati ya Mr. James na Mr. Sule. Owen alijikuta anamtizama tu kijana mwenzake kwa hasira kubwa sana. Alitamani hata amrukie na amuue kabisa, ili mradi tu siri iendelee kwa siri. Baada ya maongezi yale, hatimaye Mr. Sule aliondoka. Mr. James akawakata jicho kali Owen na Lauren, kisha naye akaondoka. Siku zote mficha maradhi, kifo humuumbua. Haya sasa, tukutane mahakamani vijana wangu. Shahidi yupo tayari kutoa ushahidi wake. Mamake Owen alizungumza kauli hiyo, kisha naye akaondoka. Owen na Lauren walibaki wanatazamana tu, huku wasijue kipi cha kufanya. Lauren alikuwa anatetemeka kuliko kawaida. Owen alielewa hilo, hivyo akamtuliza mtoto wa kike kwa kumgusa na mikono yake mapajani, kisha akasema, Lauren, naomba ufikiri kuhusu mimi tu na sio kitu kingine. Kwa sasa sina namna yote ya kumzuia Mr. Sule asitoboe siri yako kwa wazazi wangu. Lakini naomba nikuahidi tu Lauren, hakuna chochote kibaya kitakachokukuta wewe. Mimi nipo nawe kwa kila hatua. Ulipo nipo, kama sipo basi nipo njiani na kuja. Sitojali wazazi wangu wanakupenda au hawakupendi. Nachojali mimi ni kukupenda wewe hivyo ulivyo. Tuendelee kusubiri sherehe iishe, alafu tuondoke zetu. Owen alizungumza maneno hayo kumfariji na kumpa moyo Lauren. Kaka Owen, lakini wewe hapo, si unajua kama mimi sio malaya eti? Lauren alimuuliza Owen swali hilo kinyonge sana. Ndio Lauren, najua kabisa wewe sio malaya. Wewe ni mwanamke wangu peke yangu. Nakupenda na nakuhitaji wewe tu. Hata wakisema wewe ni malaya, haiwezi kunishtua, kwa kuwa nilianza kujua hilo kabla sijaanza kukupenda. Kiufupi, sijakupenda kwa bahati mbaya Lauren. Nilikuona machoni na kukuchagua moyoni. Kaka Owen, naomba usiniache tafadhali. Nakupenda sana Mai. Kwa sasa wewe ndo kila kitu kwenye maisha yangu. Wewe ndo baba yangu, mama yangu, kaka yangu, ndugu yangu, rafiki yangu na kipenzi changu mimi. Wewe ndo dunia yangu baba. Siku zote unaishi kwa kunizunguka tu. Popote nilipo na wewe upo. Kiukweli kabisa, kama itatokea utaniacha ili kukuepesha aibu kwenye familia yenu, basi nitakufa mimi. Nipo tayari kuishi na wewe kwenye mazingira yote yale, ili mradi tu tuwe pamoja. Usiniache mimi Mai wangu. Nakupenda sana eti. Lauren alizungumza kauli hiyo kinyonge mno, huku akitoka na machozi. Owen alimtuliza Lauren na kumkumbusha kwamba pale walikuwa ukumbini na watu walikuwa wanawatizama. Lauren alitulia, kisha wakaendelea kupata vinywaji. Hatimaye muda wa sherehe kumalizika ulifika. Kwenye sherehe yao walitoa shukrani za dhati kwa watu wote waliohudhuria. Kwa wale wafanyakazi wa kampuni ya Mr. J. Kelvin walikumbushwa kwamba wiki 2 zijazo kutakuwa na tafrija maalumu kwa ajili yao kwenye ukumbi ule ule. Tafrija hiyo ilikuwa inafanyika kila mwaka ifikapo Februari 14, yani siku ya wapendanao duniani ama Valentine Day. Ile tarehe ndo ilikuwa inawadia wiki 2 zijazo, na kampuni iliendelea na utaratibu wake wa kuwakutanisha pamoja wafanyakazi wake ili kudumisha upendo miongoni mwao. Lakini kwa wale waliokuwa na wachumba walikuwa wanapata fursa ya kuwatambulisha wenza wao, hata kuwavisha pete. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba siku hiyo ndio ilikuwa siku maalumu ya kumbukizi ya kuzaliwa kwa Owen, ambaye alikuwa ni mmoja kati ya wafanyakazi kwenye ile kampuni. Kampuni iliamua kuunganisha sherehe zote mbili ndani ya ukumbi mmoja. Surprise kubwa ilikuwa inasubiriwa ni kijana Owen kumvisha pete mchumba wake ambaye alimweka kwenye mabano. Hakuna mtu ambaye alikuwa anamjua mchumba Owen isipokuwa Owen mwenyewe tu. Ukiachana na Owen, kuna mfanyakazi mwingine naye alikuwa na jambo lake la kumvisha pete mchumba wake siku hiyo hiyo. Tangazo maalumu kutoka kwa MC wa sherehe liliwashtua sana wale wafanyakazi wa kike
walikuwa wanampenda Owen walijikuta wanaumia na kuishi kupata matumbo ya kuhara bila kutaraji. Baadhi yao walitamani hata hiyo siku isifike kabisa. Hawakutaka kumwona mwanamke mwenzao akivishwa pete na mwanaume wanayempenda wao. Baada ya MC kumaliza kutoa tangazo, watu walianza kuondoka ukumbini na kila mtu alikwenda alipopaki usafiri wake na kuanza safari ya kurejea nyumbani kwake. Owen aliwapakiza Lauren, Monira pamoja na ndugu zake, kisha akaanza safari kurudi nyumbani. Wakati wanatoka eneo lile, aliwaona wazazi wake wakiwa pamoja na Mr. Sule wakizungumza jambo. Owen alielewa kila kitu kilichokuwa kinaendelea, ila hakutaka kukipa kipaumbele. Alikanyaga spidi kuendelea na safari ya kurejea nyumbani. Walifika nyumbani kwao, wakaoga na kila mtu aliingia chumbani kwake kupumzika, kwani usiku ulikuwa tayari umeshaingia. Owen alimkumbusha Lauren kuwa na amani, kwani kila kitu kitakuwa sawa tu. Upande wa Mr. na Mrs. Robson wao walikwenda rasmi kuanza maisha yao ya ndoa kwenye nyumba waliopewa na Mr. J. Kelvin kama zawadi. Mr. James na mkewe walichelewa kidogo kurejea nyumbani kwao, na walipofika walikuta watoto tayari wameshalala. Usiku ule ule waliwaamsha Lauren na Owen ili wazungumze jambo lao. Kwa namna walivyokuwa na hasira, hawakutaka kabisa kusubiri kukuche ili watapike nyongo. Owen na Lauren walitoka kwenye vyumba vyao na kwenda sebuleni walipokuwa wazazi. Owen ndo alikuwa wa kwanza kufika sebuleni. Aliwasalimia wazazi wake, ila salamu yake iliitikiwa na baba tu. Mama aliuchuna kana kwamba hakusikia chochote. Owen alijua mama yake alikuwa na hasira, hivyo akaamua kumpotezea. Owen aliketi kwenye kiti na muda ule ule alitokea Lauren. Lauren naye alipofika tu aliwasalimia, lakini salamu yake haikuitikiwa kabisa. Huyo mama alimkata jicho kali Lauren, kisha akasonya. Hilo alikuwa maswali Lauren na Owen, kwa kuwa tayari walishajua sababu ya wazazi wake kuwa vile. Lauren naye alikaa chini ili kusikia kile walichoitiwa. Lauren, ulipoletwa hapa hatukuwahi kuambiwa kabisa kuhusu maisha yako ya awali ulioishi kwa mtaani, lakini leo kwa mara ya kwanza kabisa tumeshaambiwa maisha yako ya awali kabla hujaingia ndani ya hii nyumba. Kila kitu kipo wazi mpaka kufika muda huu. Tumeambiwa na kujionea kwa macho yetu wenyewe. Sasa nimekuita hapa ili tupate uthibitisho zaidi kutoka kwako. Tunachohitaji hapa ni ukweli wako tu na sio kingine. Binti, naomba utuambie ukweli. Kabla hujaingia ndani ya nyumba yangu, ulikuwa unajishughulisha na kazi gani mtaani? Mr. James alimuuliza Lauren swali hilo huku akiwa amemkazia sura kweli kweli. Lauren alibaki ameganda tu maskini. Hakujua ajibu nini mtoto wa kike zaidi ya kuanza kutiririsha machozi mashavuni mwake. Wazazi wangu, Lauren ni Owen, tulia kabisa. Hili swali nataka lijibiwe na Lauren mwenyewe. Au na wewe ulikuwa unajua ila ukaamua tu kutuletea aibu ndani ya nyumba yetu? Owen alitaka kujibu swali la Lauren, lakini alinyamazishwa kabla hata hajazungumza kitu. Wazazi wangu, naomba nijibu tu hilo swali, kwa kuwa hata mimi nafahamu kila kitu kuhusu Lauren. Naomba nilijibu hilo swali tafadhali. Owen, kama ulikuwa unajua kila kitu, mbona ulikuwa husemi siku zote? Hebu jaribu kuwa na heshima basi, maana hilo swali ameulizwa Lauren. Wewe ngojea swali lako utaulizwa. Mama Owen alizungumza kwa hasira na kumfanya Owen atulie. Binti, machozi yako hayatoshi kujibu swali langu. Naomba unijibu kile nilichokuuliza. Kabla hujaingia hapa ndani, ulikuwa unafanya biashara gani huko mtaani? Mr. James alimuuliza Lauren kwa mara nyingine. Lauren alijifuta machozi yalikuwa yanatiririka kwenye mashavu yake, kisha akashika pumzi ndefu na kuongea. Baba na mama, kwa kuwa mmeshaambiwa kila kitu kuhusu mimi na kujionea kabisa, basi mimi sioni sababu ya kuzungumza lolote. Hiko mlichoambiwa na kujionea kina ukweli ndani yake. Lauren alijibu kwa unyonge sana. Kwa hiyo ni kweli wewe ni kahaba Lauren? Mama Owen aliuliza. Mama, mimi sio kahaba, ila nilikuwa kahaba hapo awali.
Lauren alijibu, lakini wazazi wangu, huyo binti hakupenda kuwa kahaba ila ni Shut up Owen. Naomba usizungumze kitu. Yaani usiongee chochote kile. Kumbe ulikuwa unajua Lauren ni mwanamke wa aina gani, si ndio? Kwa hiyo ulimwokota huko kwenye madanguro ukaona utuletee hapa nyumbani kwetu tuishi naye, si ndio? Hivi unajua ni aibu gani au fedha ya kiasi gani tutaipata endapo maadui zetu watajua mmoja kati ya mwanafamilia wangu ni kahaba? Haya, vuta picha wapinzani wangu kwenye vyama wakijua Lauren ni mwanangu, mfanyakazi wangu au mkwe wangu, kipi kitafuata? Unataka kuwapa nguvu wapinzani wangu wanidhoofishe kupitia hili? Owen, kijana wangu, kwa hili umenikosea mno mimi, baba yako pamoja na mama yako. Kwa nini umeleta kirusi ndani ya familia yangu? Mzee wangu, wewe ni kiongozi. Moja ya sifa ya kiongozi bora ni kusaidia watu. Mimi nilimleta huyu Lauren ili tumsaidie kwa nafasi tulionayo. Binti alikuwa anapitia kipindi kigumu sana cha maisha mpaka kufikia hatua ya kuwa kahaba. Sasa baba, wewe ni kiongozi gani usiyekuwa na moyo wa kusaidia watu? Wewe ni kiongozi gani ambaye unataka watu wateseke? Zile kura za kukalia kiti unapewa na watu wenyewe ndo hawa unaowataka wateseke. Hivi unadhani siku ya uchaguzi hao watu watakuja kuchagua? Hebu jaribu kujali shida za watu wengine kabla hujaangalia maslahi yako, mzee wangu. Yaani mimi nikae nianze kuwajali makahaba, sio? Hivi dogo unadhani siasa ni kitu ambacho kinaangalia huruma, sio? Kwa hiyo huruma yangu kwa makahaba ndio itanipa kura eti? Sio kosa lako mwanangu, ni vile tu hujui lolote kuhusu siasa. Hizo kura za makahaba haziwezi kunikosesha kiti. Hata kwa bahati mbaya uwepo wa Lauren hapa ndani kwangu utachafua wadhifa wangu kwenye chama. Kesho ikifika, naomba umrejeshe Lauren kwenye danguro ulikomtoa. Lakini mzee, mbona unakosa utu kiasi hiki? Cheo ulichopewa na Mola aliyemuumba huyu mtu. Huyu binti alikuwa kahaba kwa sababu ya shida na maisha aliyokuwa anapitia. Kwa sasa amebadilika kabisa na sio kahaba tena kama ilivyokuwa hapo awali. Ni mwanangu, mazoea hujenga tabia. Huyu alishazoea ukahaba, hivyo atabaki kuwa kahaba tu. Naomba umrejeshe ulikomtoa, asije kuwafundisha wanangu hizo tabia. Mama Owen alizungumza kauli hiyo. Mama, sio kila mwanamke anayejiuza mwili anapenda kufanya hivyo. Baadhi ya wasichana wanafanya hivyo kutokana na changamoto ambazo wanazipitia kwenye maisha. Kuna baadhi ya wasichana wadogo wanachukuliwa vijijini na kuletwa mjini kwa ajili ya kufanya kazi za ndani, lakini mwisho wa siku wanaingizwa kwenye madanguro ya ukahaba. Ukahaba sio tabia kama unavyodhani, lakini pia ukahaba sio somo kwamba utafundishwa darasani. Huyo Lauren hawezi kufungua darasa la ukahaba kwa Catherine na Sharon. Hizo ni fikra potofu mama yangu. Owen, naomba unisikilize. Kesho asubuhi ukiondoka kwenda kazini, Lauren naye ataondoka kwenda kwenye danguro. Sisi hatuwezi kuishi na makahaba hapa ndani. Nyumba yangu sio danguro. Mr. James alizungumza kauli hiyo kwa hasira sana. Okay, Lauren ataondoka, lakini hata mimi nitaondoka hiyo kesho. Siwezi kuishi kwenye nyumba ya watu wasiojali thamani ya watu, yaani watu wengine. Kesho jioni nitakaporudi kutoka kazini, nitachukua kila kilicho changu na kuondoka na Lauren. Owen, ikiwa utaondoka kwenye hii nyumba kisa huyo mwanamke, basi sitakuwa na radhi na wewe. Kabla hujaondoka utamwambia mama yako akuonesha baba yako halisi, lakini sio mimi, Mr. James. Mr. James aliongea kauli hiyo kwa hasira mno. Owen, hata mimi nitakupeleka kwa wakunga ukawaombe kuonesha mama yako mzazi. Pengine labda mama yako alibadilishiwa mtoto wake wakati wa kujifungua. Mama Owen naye akapigilia msumari kauli ya mume wake. Lakini wazazi wangu, mnakosea sana kuzungumza maneno hayo. Hivi kwa nini
mnatumia vyeo vyenu kutukandamiza sisi watoto wenu. Kwa nini kwenu nyie tunakosa uhuru wa kufanya maamuzi binafsi? Hata tukitaka kwenda kujitegemea kwenye nyumba zetu binafsi, bado mnatuzuia. Mnataka tuendelee kuishi pamoja hata kama umri umeenda. Kwa nini msitupe uhuru wa kwenda kupambana na changamoto zingine za maisha huko mtaani? Kwa sasa nahitaji kuondoka na kwenda kuishi maisha ya kujitegemea huko mtaani. Ndoa si kipimo cha kunitoa kwenye nyumba yenu, bali umri ndio unaniruhusu kuondoka hapa nyumbani. Hii ni nyumba yenu. Acheni na mimi nikatafute nyumba yangu na nikaishi maisha yangu. Owen alizungumza kauli hiyo kwa hekima na busara. Owen, kama utaondoka na huyu kahaba, basi tunakufuta rasmi kwenye hii familia. Siwezi kukubali fedheha inayokuja mbele yangu. Mr. James alizungumza kauli hiyo kisha akainuka na kwenda chumbani kwake. Owen mwanangu, fikiria kwa kina kabla hujafanya maamuzi. Sisi ndio wazazi wako, tulakuzaa na kukulea. Ni wajibu wako kutusikiliza na kufuata kile tunachokuambia. Mama yake Owen naye alizungumza kauli hiyo kisha akaondoka na kumfuata mume wake chumbani. Pale sebuleni walibaki Owen na Lauren wakiwa vichwa chini. Kila mmoja alitafakari kwa upande wake kuhusiana na lile swala. Lauren alikuwa kwanza kuinua kichwa chake na kumtizama Owen. Kaka Owen, wazazi ndio nguzo muhimu kwenye hii dunia. Kwa sasa naomba tu tuepushe shari kwa kukubali matakwa yao. Inawezekana ni kweli uwepo wangu unaweza kuchafua taswira nzima hii familia. Acha tu niondoke ili kuepusha aibu huko mbeleni. Kiukweli kabisa nakupenda sana Owen, lakini sina budi kulivunja penzi langu kwako. Nataka uishi na wazazi wako kwa amani kaka Owen. Mimi nitaondoka hiyo kesho, lakini bado nitaendelea kukumbuka kwa wema wako. Kupitia wewe nimeonja raha ya maisha japo kwa muda mfupi. Mimi niseme tu asante kaka Owen. Usigombane na wazazi wako kwa ajili yangu. Lauren alizungumza maneno hayo huku akitokwa na mvua ya machozi. Owen aliinua kichwa akamtizama Lauren. Aliweza kuona machozi ya mtoto wa kike yakidondoka kutoka kwenye mboni za macho yake. Owen alimsogelea Lauren na kuanza kumfuta machozi kwa kutumia viganja vyake vya mikono. Lauren, nakupenda sana mpenzi wangu. Naomba usizungumze tena kauli ya kuvunja penzi letu. Siku zote hakuna uhuru unaopatikana kwenye sahani ya dhahabu bila kuvuja jasho. Tunahitaji kushikamana na kupambania kile tunachokiamini sisi na sio wazazi. Madam, hakuna binadamu mkamilifu, basi hata wazazi pia wanakoseaga kwa kuwa wao pia ni binadamu. Kwa hili najua kabisa wazazi wangu wanakosea, hivyo nitahakikisha na warejesha kwenye njia sahihi. Ni swala la muda tu Lauren, hivyo tuendelee kusubiri. Muda ndo hakimu sahihi wa maisha ya mwanadamu. Lakini Owen, unadhani tutaweza kweli kushindana na wazazi wako? Kama hawataki niishi hapa, unadhani wataelewa ukija kuambia mimi ndo mwanamke wanayempenda? Lauren, kila kitu kitakuwa sawa mpenzi wangu. Nachokuomba tu hakikisha siku ya birthday yangu ambayo ndo itakuwa siku ya penda nao duniani, basi uwepo kwenye ule ukumbi uliofanywa sherehe ya harusi ya brother Robbie. Kwa gharama yote ile hakikisha unakuwepo ndani ya ukumbi. Plani yangu ya kwanza itaanzia pale. Lakini pia kesho jioni nikitoka kazini nitakuchukua na kukupeleka sehemu nyingine ya kuishi. Naomba usiondoke mpaka nitakaporudi kazini. Yaani nakuahidi hakuna jambo lolote litakalokukuta nikiwa hai. Nakupenda mno Lauren. Hayo yalikuwa mazungumzo mafupi kati ya Owen na Lauren pale sebuleni. Baada ya mazungumzo hayo kila mtu alikwenda chumbani kwake kulala. Kwa kiasi fulani maneno ya Owen yalimpa matumaini Lauren. Siku iliyofuata asubuhi na mapema Owen alikwenda kazini. Alipofika kazini alikuta hali ya hewa imechafuka upande wake. Habari mpya ilikuwa ni kusambaa kwa picha chafu za Lauren ambaye inasadikika moja kwa moja alikuwa mpenzi wa Owen. Kwa wadhifa wa Owen kwenye ile kampuni, ilikuwa ni aibu sana kwake kuwa na mpenzi kahaba.
Wale walikuwa wanamchukia Owen walizisambaza kwa wingi zile picha kwenye mitandao ya kijamii, kusindikiza na maneno ya kumchafua Owen pamoja na familia yake kwa ujumla. Siku nzima Owen alikosa nguvu na utimamu wa kufanya kazi. Mawazo yalikuwa mengi sana upande wake. Yote kwa yote, hakutaka kumuuliza mtu yeyote kuhusu usambazaji wa zile picha. Aliamua kuacha mambo kama alivyo, kisha akaendelea na majukumu yake ya kazi. Muda wa kazi ulipokwisha, Owen alirejea nyumbani kwao. Baada ya kufika tu nyumbani, alikutana na kizaazaa kingine. Pale ndani hakumkuta kabisa Lauren. Alizama chumbani kwake, hakukuta hata begi la nguo la mtoto wa kike. Alijaribu kumpigia simu lakini haikupatikana. Wakati haikuwa kawaida yake, Owen alirudi sebuleni, akamkuta mama yake anaangalia taarifa ya habari huku akiwa na glasi ya juice pembeni. Alipoangalia kwa makini pale mezani, aliona simu ya Lauren ambayo yeye ndo alimnunuliaga. Mama, Lauren yuko wapi? Kwa hiyo ndo salamu. Mama, niambie mtoto wa watu umempeleka wapi? Kwa hiyo Owen, siku hizi tunafokeana humu ndani, si ndio? Mama, nataka kujua mtoto wa watu mmempeleka wapi. Okay. Yule kahaba muda huu yupo kwenye basi anaelekea nyumbani kwao Mwanza. Usiwe na wasiwasi kuhusu maisha yake, kwa sababu tumempatia fedha za kutosha ili akaanze maisha yake huko aendako. Mama Owen alizungumza kauli hiyo kwa nyodo za hali ya juu. Eti nini? Sijasikia vizuri mama. Umesema Lauren kaenda wapi? I say, ni kama vile Owen hakusikia kauli ya mama yake, ila kiukweli kabisa alisikia na kuelewa. Moyo wa mtaalamu ulianza kudunda kwa spidi kali. Yaani ile ndi. Owen alichanganyikiwa sana baada ya kuambiwa ile taarifa. Alipata mashaka makubwa sana kuhusu hali ya Lauren. Alihisi pengine wazazi wake wamemfanyia kitu kibaya mtoto wa watu. Swala la kutekana na kuuana kwa wanasiasa ni jepesi kuliko kuvunja biskuti. Owen alipata hofu kubwa moyoni mwake. Alitoka fasta ndani ya nyumba na kwenda getini kuonana na mlinzi. Alimkuta na kumuuliza kama alimuona Lauren akitoka nje ya geti. Mlinzi alimwambia Owen alimuona Lauren akipakiza begi lake kwenye gari na aliondoka na dereva wa mama mwenye nyumba, yaani mama yake Owen. Lakini pia Lauren kabla hajaondoka aliacha ujumbe kwenye karatasi na kumpatia mlinzi ili amkabidhi Owen pindi tu atakaporudi nyumbani kutoka kazini. Mlinzi alimpa Owen karatasi chenye ujumbe wa maandishi na Owen alipokea bila kupoteza hata sekunde. Alikifungua chapchap kile kikaratasi na kukutana na mwandiko wa Lauren wake. Hakuwa na mashaka na ujumbe ule, kwa kuwa mwandiko wa Lauren alikuwa na ufahamu vyema sana, na haikuwa mara ya kwanza kwa Lauren kumwandikia ujumbe wa maandishi kwenye karatasi. Kaka Owen, imekuwa ngumu sana kwangu kusema kwa heri kaka, lakini hakuna namna, imenilazimu tu kusema kwa kuwa hatima ndo zinatukutanisha na kututenganisha kwenye maisha. Kaka ulikuwa na nia thabiti ya kunipigania kwenye maisha haya mpaka kufikia ndoto zangu. Ulichokuwa unakitaka siku zote ni kuniona napata furaha na ninaishi kwenye maisha yanayomstahili binadamu kuishi. Naomba nikutoe tu wasiwasi kuhusu mimi, kwani kuanzia leo nitakwenda kuishi maisha yanayomstahili binadamu wa kawaida kuishi. Wazazi wako wamenipatia fedha nyingi sana za kuniwezesha kwenda kuanza maisha yangu kwa sharti la kukaa mbali na wewe pamoja na familia yenu. Najua unanipenda sana na unatamani siku moja ningekuja kuwa mke wako, lakini kwa sasa naomba tu nisahau mimi na uwaridhishe wazazi wako kwa kumwoa Juliet. Muoe Juliet ili kulinda na kukuza brand ya familia yenu kaka Owen. Madam binadamu tuna sifa kujiongea, basi ninaamini ipo siku mimi na wewe tutaonana, na pengine siku tukionana basi utakuwa tayari una watoto wenye sura na roho nzuri kama ulivyo wewe baba hao. Naomba uwe na furaha na usiumie kwa ajili yangu kaka Owen. Japo itakuwa vigumu kwangu kusahau penzi lako, lakini nitajitahidi kuwa na furaha ili kutimiza matakwa yako kwangu. Owen, mimi hakihitajiki kispika kuja kupaza sauti au kamusi kuja kukuelezea na kutafsiria
upendo wangu kwako. Unajua ni jinsi gani mimi hapa ninavyokupenda wewe. Bado utabakia kwenye dunia yangu, mai wangu. Wako katika mapenzi, Lauren wa Owen. Until we meet again baba. Bye bye. Aise, mpaka kufikia hapo, Owen alifika nukta ya mwisho kabisa ya barua iliyoachwa na Lauren. Mpaka anamaliza kusoma barua, tayari machozi alishalowesha karatasi yote. Nguvu zilimwishia kabisa Owen. Akajikuta anakaa chini bila kutarajia. Mlinzi wa geti alishangaa sana kumwona mwamba akimwaga machozi ya kiutu uzima. Owen alijua kabisa ile yote ilikuwa ni mipango ya wazazi wake kutaka kumtenganisha na Lauren ili amuoe Juliet. Mtaalamu alinuka pale chini na kwenda moja kwa moja chumbani kwake. Mpaka kufika majira usiku hakutoka kabisa chumbani kwake. Hakutaka chakula wala story na wazazi wake. Aliwaza ni namna gani afanye ili kumpata Lauren wake. Hata Catherine na Sharon waligoma pia kula siku hiyo. Swala la Lauren kuondoka pale ndani liliwahuzunisha sana. Walimzoea sana Lauren kwa ucheshi wake na upendo. Licha ya kuambia kwamba alikuwa kahaba, lakini hiyo haikutosha kumvua thamani Lauren. Walimpenda sana bimdada na walitamani hata angeolewa na kaka Owen. Owen aliwaza sana, na ndipo alipopata wazo la kumpigia simu dereva wa mama yake na kumuuliza alimpeleka Lauren wapi. Na kwa kuwa yeye ndo aliondoka naye, alimpigia simu na kwa bahati nzuri simu iliita na kupokelewa. Owen alizungumza na yule dereva kwa kumuuliza swali alilokuwa amelikusudia. Jibu la dereva lilitosha kumwaminisha Owen kwamba Lauren hakuwepo ndani ya jiji. Tayari alishapandishwa gari kuelekea Mwanza. Mbaya zaidi ni kwamba hakuwa na simu, kwani alinyang'anywa na Mr. James ili asiwasiliane kabisa na Owen. Lakini pia alipewa pesa na kuambiwa kama atathubutu kurejea ndani ya jiji la Dar es Salaam au kumsogelea mtu yeyote kwenye ile familia, basi maisha yake yatakuwa hatarini. Dereva aliamua kumfungukia Owen maneno hayo kwa kuwa hakupenda kabisa kile alichofanywa mtoto wa kike. Kubwa zaidi, alimwambia Owen kwamba wakati anamsindikiza Lauren, machozi hakukatika kwenye mboni za mtoto wa kike. Muda wote alikuwa analia mpaka alipopanda kwenye basi. Maneno yale yalimuumiza mno Owen, mpaka ajikuta anapata hasira juu ya wazazi wake. Alitoka fasta chumbani na kwenda sebuleni ambako alikuta wazazi wake wamekaa huku akitazama mikutano ya vyama vya siasa kwenye televisheni. Owen alikwenda kusimama mbele yao kwa hasira, kisha akasema, naona mnafurahi sana wenyewe. Sasa nasema hivi, ikiwa kuna baya lolote litamkuta Lauren, basi wazazi wangu mtawajibika kwa hilo. Owen aliongea maneno hayo kisha akaondoka kwa hasira pale sebuleni. Owen. Mama Owen alijaribu kumuita mwanae, lakini Owen hakuitika wala kusimama. Hivi hili litoto usikute siku hizi linavuta mibangi. Mbona kawa na ujasiri sana wa kutofokea si wazazi wake? Naona sasa hivi anaamua kututishia mpaka maisha. Yaani kila tunachokifanya yeye anapinga, wakati tunafanya kwa faida yake mwenyewe. Mr. James aliongea. Mume wangu kwa sasa Owen hajakuwa bado. Siku akikuwa ataelewa kwa nini tunafanya haya yote. Mama Owen alimjibu mume wake kauli hiyo, kisha akaendelea kutizama televisheni. Owen alipandisha ngazi na kwenda gorofani kilipokuwa chumba chake. Kwa hakika usiku ule ulikuwa mrefu sana kwa Owen kutokana na kuwa na msongo mzito wa mawazo. Owen aliwaza sana mpaka akajikuta anafikia maamuzi ya kufunga safari kuelekea Mwanza kwa lengo la kumtafuta Lauren tu. Wazo hilo alilipitisha katika akili yake. Safari ya Owen kuelekea Mwanza ilianza rasmi mnamo majira ya alfajiri. Owen aliondoka bila kumwaga mtu yote, na muda huo watu walikuwa bado wamelala. Ni mlinzi tu ndiye alijua kwamba Owen ameondoka, ila hakujua anakwenda wapi. Owen aliingia kwenye barabara kuu itokao Dar es Salaam kuelekea Mwanza kupitia Morogoro. Mtaalamu aliendesha gari kwa spidi kubwa sana, na alipofika nje kidogo ya ardhi ya Dar es Salaam alifunga breki ya ghafla, kisha akapaki gari pembeni. Kuna wazo fulani lilimfika kichwani mwake
juu ya safari yake. Alihisi kabisa safari yake haikuwa na utofauti na safari ya chizi, kwa kuwa asingefanikiwa kurejea na kitu zaidi ya makopo. Swala la kumpata Lauren ndani ya jiji la Mwanza lisingekuwa rahisi kabisa kwake. Kwanza kabisa, Mwanza ni miongoni mwa majiji makubwa sana nchini Tanzania. Pili, hakujua wilaya wala mtaa aliokuwa anaishi Lauren. Jambo hilo lingempa tabu sana Owen, na pengine ingemchukua muda mrefu kumtafuta mtu bila mafanikio yoyote. Owen aliona ni bora tu arudi ndani ya jiji na kuendelea na kazi. Mtaalamu alijikuta anapata machungu ndani ya moyo wake kuona amempoteza mwanamke wa ndoto zake, ikiwa ni mara ya pili tangu alipoingia kwenye ulimwengu wa mapenzi. Mwanamke wa kwanza alikuwa Diana na wa pili ni Lauren. Mpaka kufikia hapo alijua kabisa ule ndio ulikuwa mwisho wa yeye kuonana na Lauren tena. Wakati anajikatia tamaa, ni kama kuna sauti ilikuwa inamwambia asikate tamaa wala kuvunjika moyo, kwani Lauren hawezi kuishi bila yeye. Lauren hana ujasiri wa kuishi mbali na yeye. Kamwe hakunaga kitu kinachoweza kuvunja nguvu ya upendo kwa watu wawili wanaopendana kwa dhati. Sauti hiyo haikuwa ya kweli, bali zilikuwa tu ni hisia za Owen. Kupitia zile hisia, Owen alijikuta anapata nguvu. Kwa mara nyingine, mtaalamu alikumbuka matukio na mambo kadha wa kadha waliyofanya na Lauren siku za nyuma. Owen aliweza kubaini upendo mkubwa sana ndani ya moyo wa Lauren juu yake. Ni kweli kabisa. Mimi naamini kwamba Lauren hawezi kwenda mbali na mimi. Naamini kabisa Lauren hawezi kuishi bila mimi. Yaani naamini kabisa Lauren ananipenda mimi. Kivyovyote vile naamini kabisa Lauren atarudi kwangu mimi. Japokuwa ni ngumu, lakini naamini kabisa Lauren atakuwepo na mimi siku ya Valentine. Na mimi ninaamini kwamba Lauren ndo atakuwa my Valentine. Owen alijisemea maneno hayo kwa kujipa imani na matumaini kwamba vyovyote itakavyokuwa na iwe, lakini Lauren lazima atakuwepo ndani ya ule ukumbi wa sherehe itakapofika ile siku ya wapendanao, yaani Valentine Day. Je, ni kweli Lauren atafika kwenye ukumbi wa sherehe ama ndo kizungumkuti? Hatimaye Owen aliamua kugeuza gari na kuliingiza tena ndani ya jiji. Muda ule alielekea moja kwa moja kazini, kwa kuwa alikuwa hajachelewa bado. Kule kazini alikutana na vijembe vya chini kutoka kwa wafanyakazi wenzake juu ya sakata alilotokea kuhusu Lauren. Ulikuwa ni wakati maalumu wa kumuumiza na kumtoa Owen kwenye ramani ya kazi. Ni vile tu Owen aliumbwa na uvumilivu, lakini ingekuwa mtu mwingine basi angekuwa ameshaanzisha vurugu ndani ya kampuni. Hata muda wa chakula ulipofika, Owen alijikuta anatengwa na wale marafiki zake. Wengi alikuwa anakaa nao meza moja. Kwa kipindi kile Owen alijikuta anabaki na marafiki wachache tu, huku wengine wakigeuka kuwa maadui zake. Kuna muda fulani, wakati anaendelea na majukumu ya kazi, alitokea mwanadada Salma katika ofisi yake. Mara baada ya Salma kuingia pale ofisini, akaanza kumzunguka Owen huku akitembea kwa madoido na kumringishia shepu yake. Owen hakutaka kuhangaika na mtoto wa kike, alichokifanya ni kuendelea kufanya kazi yake. Hivyo Owen, kwa huu uzuri wangu na shepu nililokuwa nalo, ulishindwa kweli kunipenda na ukaenda kumpenda yule changu doa? Yaani kwenye hii kampuni wanawake wengi sana wapo single na wapo tayari kuvunja hata mahusiano yao kwa ajili yako, ila wote hao hukuwaona, ukaamua kujidhalilisha kumpenda changu doa. Na ama kweli mapenzi ni upofu. Yaani nilijua kwamba Owen una msimamo, kumbe ni zero kabisa. Ona ulivyojichafua jina lako kwa kitu kidogo tu. Yaani kwa namna ulivyo smart, handsome, una elimu na kipato kizuri, hukutakiwa kabisa kudate na kahaba. Salma alizungumza kauli hiyo kwenda kwa Owen. Owen aliendelea kufanya kazi yake kana kwamba hakusikia kabisa kauli ya Salma. Owen, ina maana naongea peke yangu sio?
mbona huongei chochote? Salma alimuuliza Owen kwa hasira. Sikiliza mwanamke, ongea peke yako, ukimaliza nenda ofisini kwako ukaendelee na kazi iliyokuleta. Mimi sikuja hapa kutafuta mahusiano ya kimapenzi wala kujibizana kwenye mada za mapenzi. Kilichonileta hapa ni kufanya kazi tu. Kitu ambacho siwezi kukizuia ni watu kunisema, iwe kwa mazuri au mabaya. Ongeeni kadri mwezavyo, kwa sababu mmepewa vinywa na midomo. Nachoshukuru mimi ni kwamba hayo maneno yenu hayanitoboi mwili wala kunipotezea muda wangu, na zaidi ni kwamba mnajipotezea muda kuwaza na kufanya mambo yenu. Na kukumbushe tu Salma, hizo harakati zenu haziwezi kubadilisha moyo wangu dhidi ya wewe. Linda, Agnes na wengineo, hakuna hata mmoja kati yenu anaweza kuwa mwanamke wangu. Kaeni kwa kutulia, subirini Februari 14. Nitapata majibu yote ili mzidi kununa. Owen alimjibu Salma kauli hiyo huku akiendelea kufanya kazi yake. Kwa hakika kipindi kile Owen alikutana na changamoto nyingi sana kule kazini, lakini yeye hakuzipa uzito wowote kichwani mwake. Alijua kwamba ile ilikuwa ni sehemu ya maadui zake kumalizia hasira zao. Waliongea sana, lakini mtaalamu hakurusha ngumi wala maneno makali dhidi yao. Aliwaambia kwamba wao wanakisia tu kwamba yupo kwenye mahusiano na Lauren, lakini hawana ushahidi wowote. Hivyo basi aliwataka wasubiri siku ya penda nao ili awatambulishe rasmi mwanamke anayempenda. Kama anayempenda ndo huyo kahaba, basi watamuona, na kama kuna mwingine wa tofauti, basi watamuona pia. Wakati heka zile zikiendelea ndani ya kampuni, Diana yeye alikuwa mapumziko ya wiki moja ya kufurahia ndoa yake pamoja na mume wake. Yale yaliyokuwa yanaendelea kwenye kampuni alipewa taarifa juu na wambea wake, na aliwashinikiza wasiache kumchokonoa Owen juu ile swala. Itoshe tu kusema kwamba Diana ni mwanamke ambaye alikuwa hapendi kumwona Owen akiwa na mahusiano na mwanamke yote yule. Sio Juliet, sio Lauren, sio Salma, sio Linda wala wengineo. Alichokuwa anakitaka yeye ni kumwona Owen akiwa single siku zote. Hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa yanaendelea ndani ya kampuni ile ya Mr. J. Kelvin. Taratibu siku zilisonga kuelekea tarehe 14 ya siku ya wapendanao duniani. Owen aliendelea kujipa imani kwamba siku ya Valentine itakapofika ni lazima Lauren wake afike kwenye ule ukumbi kama alivyowahi kumwambiaga. Lakini pale kila siku walipotoka kazini alikuwa anatembea kukatiza mitaa mbalimbali ya jiji kumtafuta Lauren. Hata kule Uswahilini alipokuwa anaishi Lauren na marafiki zake hapo awali alikwenda, lakini hakufanikiwa kabisa kumkuta Lauren wala wale marafiki zake. Alipojaribu kuuliza, aliambiwa kwamba wale wanawake walishahama ule mtaa na kuhamia mtaa wa pili ambako walianza maisha mapya ya kujishughulisha na biashara ndogo ndogo. Owen alipewa maelekezo ya kufika kwenye makazi mapya wale marafiki wa Lauren. Baada ya kupewa maelekezo, alianza safari kuelekea kule alikoelekezwa. Alipofika tu alishangaa sana kukuta maisha yamebadilika kwa wale wanawake. Wote kwa pamoja waliamua kujiajiri kwenye biashara ya kuuza chakula pembezoni kidogo mwa soko. Wale wadada walipomwona Owen walimkumbuka vizuri sana. Kwanza kabisa walimshukuru kwa marefu na mapana kwa kuweza kuwatoa utumwani. Owen ndio mtu aliyowapatia maarifa na mtaji wa kufanya biashara halali badala ya kuuza mili yao. Kwa hakika wale wadada walimshukuru sana, kwa ni biashara ya chakula ilibadili taswira nzima ya maisha yao, kuanzia kwenye kipato mpaka kwenye maadili. Mpaka kufikia muda ule tayari wadada wawili kati yao walikuwa wanaishi na wanaume zao, japo ni kwa ndoa za kibongo bongo. Lakini pia kuna mmoja kati yao alikuwa anasubiri tarehe tu ya kuolewa, ndoa ya Kiislamu. Kwa hakika walifanikiwa kurejesha heshima yao kwenye jamii, na ile tabia kugawa penzi kama njugu walishaiacha kabisa. Owen alijikuta na furahi sana baada ya kuona mabadiliko chanya kwa wale wadada. Ama kweli wakiwezeshwa wanaweza. Owen alijisemea kauli hiyo kimoyomoyo baada ya kuona wale wadada wameweza kuacha ukahaba na kuwa wajasiriamali. Lakini sasa wakati anafurahia mabadiliko ya wale wanawake, ghafla huzuni ilirudi tena upande wake baada ya kuulizwa swali na wale wadada kuhusu hali ya Lauren. Hapo ndipo Owen alipokuja kugundua kwamba hata wale marafiki zake Lauren
Walikuwa hawajui mahali alipo rafiki yao. Ni kweli, hakuna mtu ambaye alikuwa na taarifa za ukweli kuhusu Lauren. Owen alijikuta na mkosa Lauren sehemu ambayo alihisi angeweza kumpata. Siku zikazidi kusonga hadi kufikia siku moja kabla tarehe 14 ya siku wapenda nao. Owen bado hakufanikiwa kabisa kumtia Lauren kwenye mboni za macho yake, lakini kwa imani kabisa Owen aliamini Lauren atafika tu kwenye ule ukumbi, haijalishi kama yupo Mwanza ama Nairobi. Alichokuwa anakitaka yeye ni kumwona tu Lauren wake, na bado alikuwa na imani Lauren hakuwa nje ya Dar es Salaam. Aliamini kabisa Lauren yupo pale pale Dar es Salaam. Naam, ni kweli bwana, imani ya Owen ilikuwa ya kweli kabisa. Lauren bado alikuwa ndani ya Dar es Salaam, wala sio Mwanza. Kwa mara ya kwanza kabisa Lauren alionekana akiwa pembezoni mwa bahari akitizama mawimbi ya bahari, huku akiwaza mambo kadhaa yaliyotokea siku chache zilizopita. Alikumbuka ile siku alipandishwa kwenye basi kuelekea Mwanza. Njia nzima alikuwa analia tu mtoto wa kike baada ya kuona ametenganishwa na mwanaume aliyekuwa anampenda kutoka moyoni. Aliwaza ni namna gani Owen alipoipokea na kuisoma ile barua aliyomwandikia. Lauren alijua kabisa amemwacha Owen kwenye wakati mgumu sana wa maisha. Siku zote pesa inaweza kununua kitu chochote kile, lakini sio amani ya moyo. Huwezi kupona donda la moyo kwa kutumia pesa. Huwezi kusalitiwa na mtu umpendaye halafu ukatumia pesa zako kurudisha furaha yako. Utanunua nini ili usahau maumivu? Je, ni chipsi, nyama choma, biriani, pizza, au ukienda kununua mwanamke anayejiuza ndio utaweza kumsahau yule alokutenda? Jibu ni hapana. Vipo vitu vya kununulika na pesa, lakini sio amani ya moyo. Licha ya kwamba Lauren alikuwa na pesa nyingi mkononi mwake, lakini hakuwa na furaha kabisa. Zile pesa hazikuwa chochote kwenye moyo wake mbele ya Owen. Wamenipa pesa ili nikubali kwenda kuishi mbali na Owen. Mbona nina pesa lakini bado sina furaha? Mbona bado nalia mimi Lauren? Hapana kabisa. Mimi siwezi mimi kuishi bila Owen. Siwezi mimi kuwa mbali na Owen. Kiukweli kabisa, mimi hapa nampenda mno Owen. Kwangu mimi kaka Owen ndo mai wangu jamani. Nawezaje kwenda mbali naye mimi? Hayo alikuwa mawazo ya Lauren wakati yupo ndani ya basi kuelekea Mwanza. Baada ya kuwaza hivyo, ndipo Lauren alipoamua kufanya maamuzi magumu ya kuteremka njiani na kupanda gari lingine la kumrudisha ndani ya Dar es Salaam. Baada ya kurudi ndani ya Dar, aliamua kwenda kupanga chumba Uswahilini kwenye mitaa ambayo aliamini kabisa isingekuwa rahisi kuonekana na wazazi wa Owen. Alipata chumba, akalipia kodi, akanunua tandiko, vyombo na kiasi kidogo cha pesa kilichobaki mkononi aliamua kujifanyia mtaji wa biashara. Hakuwaza tena kurudi kwenye biashara au kahaba, kwa kuwa tayari alikuwa na pesa ya kujiajiri mwenyewe kwenye biashara halali. Zile fikra za watu kudhania kwamba kahaba ni kahaba tu, kwa maana kwamba hawezi kubadilika, hazikuwa na ukweli wowote. Kwani Lauren aliweza kubadilika na kuonyesha jamii kwamba ukahaba sio tabia wala kabila, kwamba hauwezi kuondoka kwenye mwili au damu ya mtu. Ni vile tu baadhi ya wanawake wanakosa nyenzo za uzalishaji ama ajira, ndio maana wanajikuta kidondokea kwenye hiyo kazi. Lauren aliamua kutumia kiasi cha pesa kilichobaki mkononi mwake kufanya biashara. Alipata wazo la kuuza samaki wabichi mtaani. Kila siku alikuwa anatoka alfajiri na kwenda baharini kununua samaki kwa wavuvi, kisha narudi kuwauza majumbani. Hiyo ndio ilikuwa kazi mpya ya mtoto wa kike. Aliamua kutumia nguvu zake kutafuta fedha halali kwa jasho lake mwenyewe. Mtoto wa kike aliweka uzuri wake pembeni, kisha akaweka ndoo ya samaki kichwani, na ikawa kutwa kucha nikiguna njia yeye na samaki na yeye. Siku zote hakuacha kabisa kumkumbuka Owen, japo alishinda kupata ujasiri wa kumtafuta. Alijua kabisa wapi angempata mwanaume huyo, lakini kila alipokumbuka vitisho vya wazazi wake Owen kwamba asithubutu kuisogelea ile familia, aliishia kulia tu. Ukweli ni kwamba mtoto wa kike alikuwa anampenda sana Owen,
Mara nyingi wakati anazunguka mitaani kuuza samaki, alikutana na wanaume wengi waliomtongoza na kumtaka kimapenzi, lakini mtoto wa kike hakuwa tayari kuwa na mahusiano na mwanaume mwingine. Akili na moyo wake ulikuwa kwa mwanaume mmoja tu ambaye ni Owen. Ni dhahiri shahiri, Lauren hakuwa tena malaya wala kahaba. Tayari alishautoa sadaka mwili wake kwa mwanaume mmoja tu, na mwanaume mwenyewe ni Mr. Owen. Jamani, hii ilikuwa ni sehemu ya 5 ya simulizi yetu hii ya My Valentine ama kipenzi changu. Asante sana kwa kumakinika nami tangu mwanzo tulivyoanza story hii, lakini bado tunaendelea nayo. Nikusihi tu ama nikukaribishie hapo kesho katika mwendelezo wa sehemu hii ambayo itakuwa ni sehemu ya 6. Asante sana kwa kuichagua Light Simulizi. Asante kwa support yako. Asante kwa kunichagua mimi binti Trishi. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Yaani sijui story inatupeleka wapi. Kwangu mimi naisubiri sana hiyo tarehe 14, yani Valentine Day. Tujue je, Lauren atatokeza ukumbini kama ambavyo Owen alimsisitiza binti huyu kutokeza ukumbini, ama ndo atajifanya kiburi asiende, au ndo ataogopa? Sijui itakuwaje, na sijui wewe unatamani kipi kitokee katika simulizi hii yetu nzuri kabisa. Naitwa Trishi, hii ni Light Simulizi. Love you so much.